Mara baada ya kipindi cha maswali na majibu ya papo kwa hapo kwa waziri mkuu na kufuatiwa na kipindi cha maswali na majibu bungeni, kwa mujibu wa ratiba ya bunge, ilikuwa ni zamu ya wabunge kuendelea kuchangia mswada wa marekebisho ya sheria ya katiba wa mwaka 2013. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wakasimama na kuomba mwongozo wa spika, wakiitaka serikali kuondoa mswada huo bungeni kwa ajili ya kurekebisha mapungufu kadhaa, mojawapo ikidaiwa kuwa baadhi ya taasisi na hata upande wa Zanzibar hawakushirikishwa kikamilifu katika utoaji wa maoni yao, huku Mheshimiwa Al-Khamisi Seif, mbunge wa Mkoani kupitia chama cha CUF, akitoa hoja ya kutaka mjadala wa katiba uahirishwe, ambapo uamuzi wake ni ama spika kubali au akatae au awahoji wabunge, na ndipo naibu spika alipoamua kuwahoji wabunge. Kwa hiyo naomba kuhoji wale, manake hoja ni ya Mheshimiwa Ali Seif, wale wanaoungana na hoja ya Mheshimiwa Ali Khamis Seif kwamba bunge hili sasa liahirishe mjadala huu, waseme ndio. Wale ambao hawakubaliani na hoja ya Mheshimiwa Ali Khamis Seif na wanasema kwamba bunge liendelee na shughuli zake kama zilivyopangwa, waseme ndio. Kura zihesabiwe. Hatua hiyo haikuonekana kuwaridhisha wabunge wa kambi ya upinzani na kutaka kura zihesabiwe, suala lililoafikiwa na naibu spika Job Ndugai na kutaka kura kuhesabiwa kwa mtindo wa ndio na sio. Namkubalia Mheshimiwa Mnyika. Mimi nachowaambieni kwa uhakika, jambo hili liko vizuri na zege halilali. Kura zihesabiwe. Baada ya zoezi hilo, katibu wa bunge akatoa majibu. Jumla ya wabunge wote ni 351, ambao hakuwepo bungeni ni 136. Katika kura zilizopigwa ambazo zilisema ndio ni 59. Kura zilizosema sio ni 156. Kumalizika kwa zoezi hilo, naibu spika Job Ndugai akalichukulia kuwa ni kielelezo cha demokrasia ya kweli na kuruhusu wabunge kuendelea kuchangia na kumpa fursa Mheshimiwa Augustine Lyatonga Mrema, mbunge wa Vunjo, kusimama na kuendelea kuchangia, na ndipo akasimama kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni kutaka kuzungumza, huku akizuiwa na naibu spika. Nina hoja Mheshimiwa naibu spika. Na kuomba sana kwa mara nyingine ukae chini. Askari, natumaini askari wote walioko katika mazingira haya na waomba waingie ndani. Sasa na waomba kiongozi wa upinzani atolewe nje ya ukumbi wa bunge. Askari, fanyeni kazi hiyo haraka. Kitendo cha kuamuru askari kumtoa nje Mheshimiwa Mbowe kikasababisha vurugu kubwa baina ya wabunge wa vyama vya upinzani waliokuwa wakipinga Mheshimiwa Mbowe kutolewa nje dhidi ya askari wa bunge, na jambo lilosababisha pia Waziri Mkuu Mheshimiwa Mizengo Pinda kushindwa kushuhudia na kuamua kutoka nje. Wakati wabunge hao wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wakiwa wanatoka nje ya bunge, Mheshimiwa Joseph Mbilinyi akadai kupigwa teke la uso na mmoja wa askari wa bunge na kutaka kumlipizia, kisha kuzuiwa na baadhi ya wabunge wenzie na kuondoka katika viwanja vya bunge akiwa ndani ya gari la kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, Mheshimiwa Freeman Mbowe. Kitendo cha wabunge wa kambi ya upinzani bungeni kutoka nje hakikumzuia naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Ndugai kuendelea kuruhusu mjadala huo kuendelea bungeni. Imekuwa ni aibu kwa kiongozi wa upinzani kuongoza aibu hii iliyotokea, lakini na yeye kama tulivyosema, nia yetu kila wakati ni kuanza upya. Kiti kinamsamehe, hakuna neno. Kuanzia saa 11 jioni anaweza kaendelea na vikao na wenzake wote. Kutoka bungeni mjini Dodoma, Emmanuel Buhohela, ITV.